Kabla mtoto hajafundishwa na dunia, anafundishwa na nyumbani. Kabla dunia haijamuonesha giza, nyumbani ndipo panatakiwa pamuoneshe mwanga. Lakini leo watoto wengi wanavunjika moyo, wanaharibika tabia na wanapoteza maadili na hata kuishi kwa hofu. Si kwa sababu ya dunia, bali kwa sababu ya kule walikoanzia ambako ni nyumbani. Leo kwenye Moyo wa Malezi tunazungumzia hoja 5 za kina zinazoonesha kwa nini kinga bora ya mtoto kuanzia nyumbani, na kwa namna gani mzazi anaweza kumjenga mtoto kuwa salama, imara, mwenye maadili na furaha. Kama wewe ni mzazi, mlezi, mwalimu au mpenda malezi bora, basi video hii ni kwa ajili yako. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya mtoto wako, kwa ajili ya taifa zima na hata jamii nzima ambayo inatuzunguka. Usisite kushare, kulike na kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ili uwe wa kwanza kupata dondoo za video zetu pindi tunapokuwa tuna-upload video mpya. Kwa ushauri unaweza ukatuandikia au ukatutumia ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu na tuanze. Hoja namba 1 ni kinga ya kisaikolojia na kihisia, ambayo hii tunasema ni emotional safety. Mtoto anayelelewa kwenye nyumba yenye upendo, kusikilizwa, kuthaminiwa na kupewa nafasi ya kujieleza, kujenga kujiamini na uthubutu. Safari ya kinga ya mtoto inaanza kwenye hisia, kwa sababu hisia ni ngao ya kwanza dhidi ya msongo, unyanyasaji na hofu wanayokutana nayo baadaye maishani. Mifano hapa nitaenda kuonyesha mifano ya malezi ambayo inaonyesha kinga ya kihisia. Mfano wa kwanza ni kumsikiliza bila kumhukumu mtoto. Mfano wa pili ni kumkumbatia. Mfano wa tatu ni kumsifia kwa juhudi, si kwa matokeo. Mfano wa 4 ni kumshauri kwa upole badala ya kumtisha. Hoja ya pili ni kinga ya tabia na maadili, ambayo hii tunasema ni values and character. Maadili hayafundishwi kwa sauti, yanatafsiriwa kwa vitendo vya wazazi. Nyumba isiyo na misingi ya maadili kumwachia mtoto dunia imlee. Hebu tuangalie hapa misingi ya kumkinga mtoto kwenye maadili. Msingi wa kwanza ni uaminifu, msingi wa pili ni nidhamu, msingi wa 3 ni heshima, msingi wa 4 uwajibikaji na msingi wa 5 ni huruma. Mtoto akijengewa tabia njema nyumbani, dunia haitaweza kumvuta kirahisi katika maovu. Hoja ya 3 ni kinga ya kimwili na kiuchumi, ambapo hapa tunaangalia basic needs and safety. Mtoto asiyekuwa na mahitaji ya msingi, usalama wa makazi, chakula, usingizi na afya, hupoteza utulivu wa kiakili na kitabia. Malezi salama lazima yahusishe mahitaji ya msingi. Kinga hii inampa mtoto nguvu ya kukua na kujiendeleza. Hoja namba 4 ni kinga ya elimu na maarifa, ambayo hii tunasema mental immunity. Elimu si kusoma tu, ni kufundishwa fikra sahihi. Nyumbani ndipo mtoto hujifunza. Mtoto anajifunza nini nyumbani? Mtoto anajifunza kujitambua, mtoto anajifunza kufikiri kwa uhuru, anajifunza kutatua changamoto na anajifunza kutofanywa mjinga na dunia. Mzazi anayempa mtoto elimu ya ndani ya nyumba humkinga dhidi ya vishawishi vya ujinga, tamaa na upotoshwaji. Hoja namba 5 ni kinga ya imani na nafsi, ambayo hii tunasema spiritual and moral grounding. Mtoto anayelelewa na msingi wa imani, maombi, shukrani na kumjua Mwenyezi Mungu huwa na amani ya ndani, hofu ya kutenda mabaya na mwongozo hata akiwa mbali na macho ya wazazi. Imani humpa mtoto dira, inampa mtoto nguvu ya kusimama na tumaini hata dunia ikiwa ngumu. Kwa hiyo tunakushauri kabisa mzazi, hakikisha unampa mtoto kinga ya imani na nafsi. Mlee mtoto katika misingi ya imani, mfundishe mtoto kuomba. Hiyo inamsaidia sana mtoto, hata kama wewe haupo, anakuwa anajua kumtegemea Mungu katika mambo yake yote.
Mtoto ni zawadi, lakini pia ni dhamana. Dunia itajaribu kumfundisha, kumgeuza, kumshawishi na kumwangusha. Lakini kama nyumbani patajenga msingi wa kinga ya hisia, tabia, maadili, elimu, usalama na imani, dunia haitaweza kumpa giza ambalo atakuwa yule mtoto anasumbuka katika hilo giza, bali atabeba nguvu ambayo ni kama mwanga wa maisha yake. Leo amani ya mtoto ipo mikononi mwako. Kinga bora huanzia nyumbani, na safari hiyo inaanza na wewe sasa. Asante kwa kutazama. Karibu, subscribe, share na uunge mkono harakati za Moyo wa Malezi kwa kizazi bora zaidi. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Hivyo usiache kushare, usiache kulike na usiache kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Asante kwa kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Karibu sana, tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante na Mungu mwema akubariki.